Mnyama Simba dhidi ya Berkane, na Berkane ashatangulia kwa goli 2. Naona leo kutamu kweli kweli. Tunasikia za chini kuna mambo mengi, tunajua madam umekuja unaweza kutushibisha habari za michezo. Karibu sana. Of course ni aina ya finali ambayo tulisubiria kwa muda mrefu sana. Kumbuka pia ni finali ya pili, kwa sababu finali ya mkondo wa kwanza ambayo ilifanyika katika manispaa ya jiji la Berkane walifanikiwa kupata goli 2-0. Goli ambazo walizipata katika kipindi cha kwanza dakika ya 4 dakika 7 mchezo na dakika 14 ya mchezo, na kufanya kipindi cha kwanza dakika 45 za kwanza RS Berkane kuongoza kwa goli 2-0. Hichi ni kipindi cha pili ambacho ni tunasema pili. Hivyo basi ni aina ya mchezo ambao unasubiriwa kwa shauku kubwa sana. Ikumbukwe katika michuano mikubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, iliyobakia ni Simba Sports Club. Kwa hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati tunawakilishwa na mnyama, na nadhani nchi takriban 7 kesho zitakuwa macho yao na masikio yao kwenye mchezo huu ambao ni wa pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kubwa zaidi ni mechi ngumu sana, ingawa nikiangalia kwa haraka sidhani matokeo yatakuwaje, lakini ni mchezo mgumu sana. Lakini kuna rabsha za hapa na pale. Tumeona leo katika pre-match meeting kocha wa Simba Fadlu Davids akilalamika kufanyiwa hujuma na maofisa ama na viongozi wa timu ya RS Berkane katika dimba la Amani Complex. Hatujajua ni hujuma za aina gani, lakini nadhani ni Waarabu fitina, vitu vya kawaida kwa wao, kwa sababu tumeshazoea unapocheza na Mwarabu ujiandae nje ya uwanja na ndani ya kiwanja. Kwa hiyo Fadlu Davids amekaa Morocco kwa muda wa miaka 3 akiwa kocha msaidizi wa Raja Casablanca. Anajua vitimbwi, figiso za Waarabu, sio wageni na watu kama RS Berkane, kwa sababu ameshakaa Morocco kwa miaka 3 akiwa kocha msaidizi wa Raja Casablanca. Nashukuru kwa kushibisha kidogo, lakini kuna taarifa mbaya kabisa zinaendelea kwamba Simba kama hivyo wamezuiliwa kufanya mazoezi, lakini pia kuna posti nyingi sana zinaendelea mitandaoni kwamba kuna video zina click kwamba vinatoa vitu uwanjani vya ajabu. Sasa kidogo inatuchanganya hii. Hebu tuweke wazi kuna nini hapa kinaendelea ambacho unaweza kutushibisha kidogo wa Tanzania na wana Simba kwa ujumla wajue ambacho kinaendelea kwa timu yao. Afrika limetawaliwa na ulozi. Ulozi ni vitu vya kawaida katika soka la Afrika. Sio jambo jipya wala sio jambo geni kuona mambo kama yale yakifanyika ama yakionekana katika clip. Hii ni kawaida kwa baadhi ya vilabu vya timu za Afrika kufanya mambo ya ulozi ama kulalamikia mambo ya ulozi. Ni kweli tumeona baadhi ya clip kupitia mitandao ya kijamii, maofisa na maofisa na viongozi wa RS Berkane wakienda katika dimba la Amani Complex na kuchimbua na kutoa vitu vyeupe misili ya vipande vidogo vya sanda. Lakini nadhani inawezekana ikawa ni propaganda ambavyo walizifanya wao wenyewe. Inawezekana kweli viliweka Amani Complex, nani kaweka hatuwezi kusema fulani ama fulani, lakini ulozi katika soka la Afrika ni vitu vya kawaida. Mimi sioni cha ajabu wala cha kushangaza. All mpira unachezwa kiwanjani, na mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, sio kwamba unachezwa sebleni ama chumbani. Unachezwa katika dimba, na ni dimba kubwa lenye umaarufu mkubwa, ambapo Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweza kulirekebisha kwa fedha ya Irani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo aliahidi katika ilani yake, na dimba la Amani Complex tumeliona limekuwa dimba la kimataifa. Kwa hiyo mchezo kesho utachezwa saa 10:30, ni mchezo wa wazi. Tutaona mchezo katika uwanja wa Amani ukiwa unachezwa kwa uwazi zaidi na kwa kuangalia kwa furaha na upendo zaidi. Lakini ninachosema ni kwamba finali ni finali, haina mwenyewe. Huo ndo mtazamo wangu. Unadhani mashabiki wa Simba na timu ya Simba pia na benchi la ufundi la Simba lifanye nini ili kuhakikisha Simba Sports Club mnyama huyu anafanya balaa kweli kweli na kuchukua pointi 3 ili aweze kuchukua hilo kombe la mara ya kwanza Tanzania? Toka limeanzishwa timu zetu zimekuwa zinahangaika tu kufika robo, zinarudi. Leo tumebahatika tumefika finali. Hii ni knockout stage, haina pointi 3. Labda nikuweke sawa hapo, ni kwamba hii ni knockout stage, anayepigwa kwa idadi fulani ya magoli. Kwa mfano Simba akishinda 3-0 anachukua kombe, lakini kama atafanikiwa kushinda goli kadhaa, labda 3-1, 3-2, kwake itakuwa shida. Tumwombe Mungu kwa sisi ni Tanzania, tuiombe mema Simba ishinde goli. Sasa mmezungumzia kuhusu ushirikina. Ngoja tuungane na Kisugu aliyoko kwa Zanzibar tuone nini ambacho wanaenda kutuambia. Habari kiongozi? Habari kiongozi? Kipindi cha michezo cha Samaria Media Online upo live. Tupo katika kipindi chetu live. Tulikuwa nataka tujue, tumeona kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii Waarabu wakichimbua na kutoa vitu visili vya kishirikina kwenye uwanja wa Amani Complex, vitu vyeupe vilivyofanana na vipande vidogo vya sanda. Unaelezeaje ili bwana Kisugu upo live katika kipindi chetu ya michezo?
Mimi siwezi kuelezea kwa sababu wao waliotoa hiyo vitu katika uwanja. Mimi nafikiri kwamba na nafasi kubwa ya kuweza kuelezea, lakini kama Simba hatuwezi kutolewa katika msimamo wetu, focus yetu, timing yetu, target yetu ili kuhakikisha kwamba mabingwa shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mazoezi tunafika zetu sasa hivi kuelekea katika mchezo wa finali. Vitu vingine vinafanyika na Waarabu pia vitu. Lakini Kisugu, inasemekana baadhi ya timu za Afrika zimekuwa zikiendekeza tabia za ulozi hususan katika mechi kubwa kama hizi za maamuzi. Je, hili unalizungumziaje swala zima la ulozi katika michuano mikubwa kama hii ya soka barani Afrika? Mimi nafikiri Barakani walichofikiria na wanachowaza kile kitu ambacho alichokifanya kwao ndani ya Barakani. Maana katika watu ambao walikuwa mashahidi walishuhudia Morocco, mimi nilikuwa katika ule mchezo. Nilishuhudia namna ambavyo walikuwa wanafanya vitu vya shirikina hadharani kabisa zaidi shahidi. Kwa mimi nafikiri ile kitu ambayo walikuwa wanafanya kwao ndio mindset yao ambao wamekuja kuifanya katika amani nchini Zanzibar. Lakini sisi kama Simba focus yetu tunajua kwamba dakika 90 tutakwenda kuamua. Tumejipanga vizuri ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Sasa kama kuna mengine Waarabu kuna vitu wametoa, hilo la kwao sisi haituhusu. Sisi tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama kesho ili tuende kwa mapambano na tuweze kulibakisha kombe nyumbani. Ulionekana katika uwanja wa manispaa ya Berkane kule nchini Morocco baada ya mechi kuisha kwa Simba kufungwa goli 2-2 ndani ya majukwaa ya uwanja ule, ukipiga chinja, ukishangilia kwa staili ya gwaride, mguu pande mguu sawa. Ile ilikuwa inaashiria nini Kisugu? Moja ilikuwa inaashiria kwamba baada ya kufanya kumaliza dakika 90 za Berkane kwa maana ya Morocco, tuliamini kuna dakika 90 ambazo zinakuja kuchezwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuliamini kwamba namna ambavyo kikosi chetu kilivyo kitakuja kufanya vizuri katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nashangilia, nilikuwa na chinja kana kwamba nikiamini kwamba tunarudi nyumbani, na Waswahili wanasema nyumbani ni nyumbani, na inshallah kesho tutaamka salama na imani tutaingia kwenye mapambano. Imesemekana kocha Fadlu Davis amekuwa akilalamika kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii kupitia pre-match meeting akisema kuna hujuma amefanyiwa ama wamefanyiwa Simba na baadhi ya maofisa wa RS Berkane katika dimba la Amani Complex. Ni hujuma za aina gani na nini Fadlu Davis anaainisha katika kuongea hivi? Mimi naamini kwamba Fadlu mwenyewe ndio atakuwa na uwezo mzuri kabisa wa kuweza kujibu hilo swali lako. Mimi nikiingia katika hilo swali kujibu na imani kwamba nitakuwa siko katika timing nzuri, lakini Fadlu Davis yeye ndio anatoa malalamiko na anajua namna ambayo hujuma ilifanyika, yeye ndio anaweza kulitolea ufafanuzi zaidi kuliko mimi. Lakini Kisugu kwa sasa katika klabu ya Simba, moja ya watu ambao wana hamasa kubwa, wana ushawishi mkubwa katika kuiongelea Simba na kutendea mema ili ifanye vizuri ni wewe. Unalizungumziaje ile Kisugu? Kumbuka kwamba naambia wana Simba wasiwe na wasiwasi, wabaki kwenye dua na sala, wabaki kwenye umoja ili kuhakikisha malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah na maandalizi wafanya, kesho tunakwenda kutengeneza historia mpya, tunakuwa kwenda kwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Unawaahidi nini wa Tanzania? Yale mapangasha yaliyofanyika katika jiji la Berkane Morocco katika jukwaa la uwanja wa manispaa, mapangasha, mchaka chinja, kushoto kulia, gwaride litafanyika kesho katika dimba la Amani Complex. Kikubwa sisi mashabiki tunakwenda kutimiliza matakwa ya kishabiki anavyotaka ndani ya uwanja. Tutakwenda kushangilia mwanzo mwisho dakika zote 90. Tutakwenda kutoa jasho na damu. Sisi kama mashabiki tuko wengi hapa maeneo ya Zanzibar na imani kwamba kesho tutakwenda kutekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo mashabiki tutatekeleza majukumu yetu, management ya Simba inaendelea kutekeleza majukumu yake, lakini players wa Simba wataendelea kutekeleza majukumu yao. Mimi naamini tukiunganisha nguvu, slogan ya Simba nguvu moja, kesho kwa mara ya kwanza tunakwenda kuandika historia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inapatikana timu bingwa wa shirikisho barani Afrika. Tuseme inshallah Wasamalia TV Online inaungana na Simba na Watanzania wengine kuitakia klabu ya Simba mafanikio mema kuchukua ubingwa pamoja na mambo mengine ili tushangilie kwa pamoja. Sisi kama Samalia TV Online tunasema tuko nyuma yenu, tunaiombea heri Simba aluta continua. Kwanza niwashukuru sana Wasamalia, tunafanya kazi kubwa, nafanya kazi nzuri, lakini nanyi simameni kwenye dua na sala, iombeeni Simba ili kuhakikisha kwamba malengo yake yaende kutimia kesho katika uwanja wa New Amani. Basi kila laheri kwa Simba, kila laheri kwa Tanzania. Tunasema kazi iendelee, ubingwa ubaki Amani Complex. Inshallah. Ndugu watazamaji, ambaye ni mmoja ya watu wa masa wa klabu ya Simba ambaye tulikuwa naye live kupitia kipindi chetu cha michezo cha Samalia TV Online, na kama mlivyomsikia Kisugu, nimemuuliza maswali mengi sana na ameainisha vingi, na akiahidi kwamba kesho Simba itachukua ubingwa, hawatishiki na propaganda ama na aina ya tabia ambazo RS Berkane wamezionyesha uwanjani wakidai ni ulozi ama ushirikina. Wao wanachosema ni kwamba kombe litabaki Tanzania, wana focus mchezo wa kesho, hawana pressure, hawana wasiwasi, na
na lile lililofanyika kule katika dimba la Manispaa ya RS Berkane, gwaride mguu pande mguu kulia, ambapo klipu nyingi zilionekana Kisugu akitamba, akicheza, akifurahi. Anasema kwamba aliamini dakika 45 zilikuwa kwao na sasa ni kwao katika dimba la Amani Complex. Shime wa Tanzania, shime wananchi, shime raia. Tunasema kwamba raia namba 1 Dr. Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, mama yetu, kesho atakuwa ni miongoni mwa watu wataangalia mpira huu live kupitia Azam TV, na sisi tutakuwa kupitia Azam TV kuangalia mechi hiyo. Tunachosema kwamba Amani wameenda watu wachache, Watanzania tuko wengi, hivyo basi tuwaunge mkono Simba kwa dua na baraka. Mwenye imani yake, au Muislamu au Mkristo, shime wa Tanzania, shime kwa uzalendo wa nchi yetu, kombe libaki kwetu. Unasemaje ndugu yangu? Inshallah. Kwanza Kisugu ameongea yote, amemaliza. Yaani si tuseme kama Wasamaria TV, na si tuombe Simba pia. Sisi kwa tudua tayari, tuwaombe Simba mara 10, maana Berkane ni watu hatari sana. Tuwaombe sisi kwa tudua tayari. Inshallah. Nadhani CEO Profesa Mandela kesho atakuwa uwanjani kutuwakilisha Samaria. Kwa hiyo tuko nyuma yake, tuko nyuma wa Tanzania. Dua zetu kwa Simba, dua zetu kwa mnyama